Wakati unaona mtu amezama, anaomba iwe ni katika tongues ama ni kwa lugha ya mama ama ni kwa Kiswahili ama ni Kizungu, yani analia. Na unakuta ya kwamba wakati mwingine unaisikia sauti yake lakini hausikii maneno. Kuna tofauti. Unasikia sauti ya kulia kwake lakini hausikii maneno. Huyo mtu amezama kwenye uwepo wa maombi, amezama kwenye maombi, amezama katika roho mpaka anashindwa kwa sababu udhaifu wa kibinadamu. Roho Mtakatifu anachukua nafasi. Kuna vitu anatamka venye hauvisikii wewe lakini Mungu anavisikia. Unaona mtu anatetemeka, anamwaga machozi, anamwaga kamasi, hasumbuliwi na maombi ya namna hiyo. Watu kama hao ni hatari.